Haleluya, mtu wa Mungu, Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kukutana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule, ikiwa ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Si Mungu amekuwa mwema kwetu, miezi 9 imepita, tuko katika mwezi wa 10, na hivyo kila mmoja wetu ako na kila sababu ya kumwambia Mungu ni asante, ako na kila sababu ya kumkiri huyu Yesu Kristo, kumkiri katika njia zake zote, kama njia ya kumshukuru, kama njia ya acknowledge kwamba umbali huu ni Mungu amekufikisha, kwamba umbali huu yeye ni Ebeneza. Si kila mmoja wetu anaweza akafanya vile, na itakuwa ya baraka zaidi. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hivyo ninakukaribisha zaidi kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Ni YouTube channel ambapo tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu, neno la kutuhimiza, neno la kuturekebisha, neno la kutupa mwelekeo, neno na ambalo ni la kujenga imani yetu, neno na ambalo nyakati zote ni la kutukemea. Na hivyo karibu sana, na ili tuendelee na neno lake Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo ningependa niweze kusoma neno lake Mwenyezi Mungu kutoka kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Nitasoma sura ya 19, sura ya 16 na nisome mstari wa 19. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 19. Na Biblia inasema, basi Sauli akatuma wajumbe kwa Yese akasema, nitumie mwanao Daudi aliye pamoja na kondoo. Basi Sauli akatuma wajumbe kwa Yese akasema, nitumie mwanao Daudi aliye pamoja na kondoo. Baba, ni asante kwa hili neno lako, kazungumze nasi siku ya leo, mfalme mkuu na mtakatifu, kanene na kila nafsi Baba, kila mmoja wetu, yule wa kuhimizika kamuhimize, yule wa kumrekebisha kamrekebishe, yule ambaye Mungu wetu unataka akakupokee, wacha asifanye moyo wake kuwa mgumu, bali akakukubali wewe Yesu Kristo ukawe Bwana Mwokozi wa maisha ya kwake. Falme, wanaohitaji mwelekeo kawaelekeze, wanaohitaji kukemewa kawakemee zaidi. Wacha maarifa na ambao ni hili neno lako likae ndani yetu kwa wingi. Tunaruhusu Roho wako Mtakatifu akahudumie kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake. Najikabidhi mikononi mwako, na ruhusu Roho wako Mtakatifu, najisalimisha chini yake, akanene nami ninaponena na watu wako, kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Moja kwa moja kwenye neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno siku ya leo nimelipa kichwa, mara nyingi mahala pako pa baraka ni kuwa mwaminifu kwa kidogo. Mara nyingi mahala pako pa baraka ni kuwa mwaminifu kwa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mahala tumesoma tunaona ya kwamba ni baada ya Daudi kutiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Naelewa ya kwamba Daudi anatiwa mafuta na Samueli akiwa kijana mdogo, kijana na ambaye hakuwa na uzoefu wowote wa kifalme, kijana na ambaye kazi yake ilikuwa kuchunga kondoo wa baba yake. Na hivyo anapotiwa mafuta, ili lilikuwa maana, ilikuwa ni agizo la Mungu. Hata Daudi mwenyewe hakuelewa, hata Yese mwenyewe hakuelewa. Aliona tu nabii amekuja kwake, na maana Mungu alikuwa amemwelekeza Samueli, enda Bethlehemu kwa mtu anaitwa Yese, pale nimejichagulia mfalme, pale nimempata mtu aliye baada ya moyo wangu. Na yule mtu na ambaye Mungu alimpata alikuwa kijana mdogo, na ambaye kazi yake ilikuwa kuchunga kondoo wa baba yake pale msituni. Na hivyo tunaona ya kwamba pale Daudi anamwagiliwa mafuta kuwa mfalme
juu ya wana wa Israeli ama juu ya watu wa Mungu nchi ya Israeli. Na tunaona baada ya kumwagiwa mafuta, Daudi hakwenda moja kwa moja katika ikulu, bali alirudi kuchunga kondoo wa babake. Lakini kwa sababu ili lote lilikuwa katika mpango wa Mungu, Mungu ndiye alikuwa amejichagulia Daudi. Kwa hivyo Mungu ndiye alikuwa na wajibu wa kumfunza Daudi jinsi ya kuwa mfalme, jinsi mfalme huishi, jinsi mfalme huishi katika kasri, jinsi mfalme hutumikia watu wake, jinsi mfalme hutumikiwa. Na ndio maana mahala tumesoma Mungu mwenyewe anasababisha Sauli amtumane Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo anapomtumana Daudi, tunaona kwamba Daudi analetwa katika nyumba ya mfalme. Na Daudi, elewa hili, ndio maana nimekuambia ujumbe wa hichi kichwa siku ya leo ni mara nyingi, mahala pako pa baraka ni kuwa mwaminifu kwa kidogo. Daudi hakuitwa na Sauli aje kuja kufunzwa jinsi ya kuongoza au jinsi ya kuwa mfalme, bali Daudi aliitwa na mfalme na ili kuja kucheza kinanda, kuja kumchezea muziki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia zaidi, ili lilikuwa katika mpango wa Mungu, na ninachopenda zaidi ni kwamba Daudi angeweza kufikiria, ni kwa nini natendwa kama mwanamuziki wa muda? Mimi nimeshatiwa mafuta, lakini ona jinsi Mungu alivyo na mpango wa kipekee. Daudi alichokijua kilikuwa ni malisho ya wachungaji ama malisho ya kuchunga kondoo. Sasa yupo ikulu mbele ya mfalme Sauli. Mungu anamwonyesha maana ya kuwa mfalme, na ndio maana nikakwambia hivi, Mungu ulilikuwa wajibu wa Mungu kumweka Daudi awe mfalme na amfundishe, maana yeye ndiye aliyemchagua. Na unaona, anasababisha Daudi anaitwa katika nyumba ya mfalme, na anaitwa katika nyumba ya mfalme kuja kucheza muziki. Akuita aje atawale, licha ya kwamba alikuwa amepakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli, lakini aliletwa pale na ili Mungu aweze na kumfundisha jinsi mfalme huishi, jinsi mfalme ukaa na watu wake, jinsi mfalme ukaa katika kasri yake. Na angalia, Daudi akawa mwaminifu kwa kidogo, akuanza kujibraga, akuanza kujipiga kifua kwamba mimi ni mfalme, mbona nimeletwa kucheza kinanda? Lakini alikuwa mtiifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwonyesha maana ya kuwa mfalme, anamzoeza na taratibu za kifalme, anamfundisha na taratibu za mfalme, watumishi wanaomhudumia mfalme. Daudi hakujua kwamba jukumu lake lilipangwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimweka pale ili kumwandaa kwa mahali alipokuwa akielekea. Shika haya mambo ambayo ni muhimu zaidi. Daudi yupo katika ikulu mbele ya Sauli, lakini Mungu ndiye alikuwa katika mpangilio wa kumwonyesha maana ya kuwa mfalme, amzoeshe na taratibu za kifalme, watumishi wanaomhudumia mfalme. Daudi hakujua kwamba jukumu lake lilipangwa kwa uungu au na Mungu. Mungu alimweka pale ili kumwandaa kwa mahala alipokuwa akielekea. Bwana Yesu asifiwe. Usidhani kwamba mahala pako pa baraka lazima pawe pa kusisimua na paonekane na kila mtu au paonekane kuwa pazuri. Mungu anataka uaminifu wako. Mungu anataka uwe mwaminifu kwa hicho kidogo, na ili akupeleke katika baraka zako, maana Mungu anataka akufundishe jinsi ya kuwa tajiri. Mungu anataka akufundishe jinsi ya kuwa mke, jinsi ya kuwa mume, jinsi ya kuwa boss, jinsi ya kuwa mkurugenzi. Mungu anataka akufundishe jinsi ya kuwa hilo na ambalo umetamani kuwa, hilo na ambalo amekuzungumzia utakuwa. Lakini natupaswa tuige mfano wa Daudi. Daudi alijua ameteuliwa kuwa mfalme, lakini hata alipoitwa katika kasri, yeye alifanya kulingana na kile aliitiwa kufanya.
Hakukataa, hakusema huyo ni mpinzani wangu, la hasha. Na hivyo nyakati zote Mungu atatuweka katika nafasi fulani, ndio zinaweza zikaonekana ni kidogo, zinaweza zikaonekana ni za madharau, lakini Mungu ako katika mpango wa kukufundisha kuwa mkurugenzi, wa kukufundisha kuwa mume, wa kukufundisha jinsi watu wa cheo fulani wao huishi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hata inaweza kuwa ni mfanyikazi wa nyumba. Mungu hajakupeleka pale uishi mfanyikazi wa nyumba milele. Mungu anataka uone jinsi wadosi huishi, jinsi wadosi huishi na uzungumza, nyumba zao ziko vipi, maana Mungu anakuandaa kwa nafasi kama ile, na ni wajibu wako upite ule mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, usidhani kwamba mahala pako pa baraka lazima pawe pa kusisimua, paonekane na kila mtu. Mara nyingi mahala pako pa baraka ni kuwa mwaminifu katika mambo madogo. Mungu anakufinyanga na kukuunda ufanyike kile yeye mwenyewe amechagua ukue. Maana Mungu anatuambia, nalikujua kabla uumbike tumboni mwa mama yako, na kuteua na kutenga. Kwa hivyo Mungu ako na kusudi na wewe. Ndiyo, maisha yako yanaweza onekana shagala bagala sasa hivi, lakini mpango wa Mungu juu ya maisha yako lazima utimie. Cha kwako ni kuruhusu Mungu akufunze, cha kwako ni kuwa mwaminifu kwa hicho kidogo Mungu amekupa. Tunapoanza hii wiki na kuendelea, hebu jiulize, nimekuwa mwaminifu kwa hicho kidogo Mungu amenikirimia? Nimekuwa mwaminifu katika hiyo nafasi Mungu aliyonipa, na ili anipandishe katika nafasi nyingine? Nimekuwa mwaminifu kwa usichana wangu, na ili Mungu anipe mume wangu? Nimekuwa mwaminifu kwa ujana wangu, na ili Mungu anipe mke wangu? Nimekuwa mwaminifu kwa hii ndoa, na ili Mungu anipromota? Nimekuwa mwaminifu kwa hii huduma, na ili Mungu anipandishe cheo? Haya ni mambo tunapaswa kujiuliza, kwa sababu Mungu anakufinyanga na kukuunda, akikuandaa kwa ajili ya majukumu makubwa zaidi, rasilimali kubwa zaidi, kibali kikubwa zaidi. Alfajiri ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo, ni vema zaidi uwe katika njia za Mungu, na Mungu anaanza kukuunda kwa kukuhubiria. Mungu anaanza kukuunda wakati unapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Mara nyingi mahala pako pa baraka ni kuwa mwaminifu kwa kidogo. Umelisikia neno la Mungu, unaisikia sauti ya Mungu akibisha. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Mungu anataka kukubariki, lakini hatua ya kwanza zaidi ni kumkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Alfajiri ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo, ungependa kumpokea Kristo, ungependa kuokoka, sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu, na ili unipe wokovu. Wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea, nipokee, nijaze na Roho wako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari na ambao nimeanza siku ya leo, na ili aniwezeshe kutembea kulingana na mapenzi yako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini. Baba, ni asante na hata kwa kuzungumza nasi kwa njia ya ufasaha na kwa njia ya urahisi siku ya leo, Jumatatu ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu,
umetufundisha kwamba mahala petu pa baraka, wakati mwingi mahala petu pa baraka ni kuwa mwaminifu kwa kila kidogo na ambacho umetupa. Baba, tusaidie kuanzia siku ya leo, tuwezeshe tuwe waaminifu kwa wokovu na ambao umetupa. Hao wameokoka Baba, wawezeshe wawe waaminifu kwa wokovu na ambao umewapa, na ili Mungu wetu, maana ni njia ya kuwaandaa kwa makuu yaliyo mbele yao, kwa ukuu ulio mbele yao, kwa utukufu wa jina lako. Baba, tusaidie Baba, tuinue Baba, tupiganie kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru alfajiri ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo, kwa hili neno lako. Jitukuze na ujitwalie sifa, na hata tunapoanza wiki na kuendelea, hii wiki tunaikabidhi mikononi mwako. Tunapoanza mwezi na kuendelea, umwezi tunaukabidhi mikononi mwako. Mfalme mkuu na mtakatifu, kajidhihirishe Baba, kajionyeshe Mfalme katika maisha yetu. Tunakukiri wewe Baba katika njia zetu zote, isiku mwezi Baba, katika kila jambo tunalolitenda tunakukiri wewe Baba. Kajitukuze Baba, katuongoze, katutukuze kupitia nguvu zako, maana tutatii chini ya miguu yako. Mfalme mkuu na mtakatifu, wanaotafuta kazi, natangaza kibali juu ya maisha yao, natangaza kipendeleo juu ya maisha yao Baba, wacha wakapate kipendeleo na wakafunguliwa hizo nafasi kwa utukufu wa jina lako. Mfalme, hawa wameishi kutamaka alfajiri ya leo, mchana wale, usiku wa leo, tunatangaza kufika tamati kwa tamakini, na tunatangaza milango mipya ikafunguke kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, walio wagonjwa Baba, ninatangaza uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninawaponya katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, hawa ambao wana amani, ninatangaza amani ya Kristo juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Huyu mama ambaye ameishi kukulilia akiomba matunda ya tumbo lake Baba, kambariki na mtoto. Ninatangaza kufunguliwa kwa hilo tumbo, na natangaza watoto wakapatikane katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, uketie juu zaidi, kajitukuze na ukajitwalie sifa, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa nafasi umetupa, ni asante kwa neno lako alfajiri ya leo, mchana wa leo na usiku wa leo. Jitukuze Baba milele yote. Natangaza baraka juu ya watu wako, wamebarikiwa waingiapo na watokapo, wamebarikiwa mashambani na mjini katika jina la Yesu Kristo. Jitukuze Mfalme mkuu na mtakatifu, na ujitwalie sifa milele yote katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Kutoa matoleo yako, kutoa sadaka zako ni 0792593648, 0792593648, 0792593648, 0792593648, +254 792 593648, +254 792 593648. PayPal account ni email address bnsnmwanza@gmail.com. Ukiwa popote pale ulipo, unaweza ukazungumza nami kupitia au majukwaa nimekupa yote, au majukwaa pia nimekupa yote, ni ya kumtolea Mwenyezi Mungu. Mtumikie Mungu na Mungu atakubariki. Pia kumbuka kusubscribe kwenye hii YouTube channel. Mimi naitwa Benson Mwanza na ninakupenda sana, Mchungaji Benson Mwanza, na ninakupenda sana. Tupatane hapo kesho, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.